Happy birthday. Happy birthday to you. Hongera kwa neema ya kuongeza mwaka mwingine. Ni neema na upendo wa Mungu umekusaidia kufika hapo. Una kila sababu ya kufungua kinywa chako na kumwambia Mungu asante. Asante ya kinywa chako itafanya siku zako ziwe zimebarikiwa. Asante ya kinywa chako itafanya siku zako ziwe zimejaa neema, ushindi na baraka nyingi kutoka kwa Mungu. Kumbuka, Mungu ndiye anayetupa neema kutuongezea miaka. Unapofanya maadhimisho ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa, usiache na usisahau kuomba. Omba. Pata muda wa kuomba na kumshukuru Mungu kwa maisha yako yaliyopita. Lakini pia pata muda wa kutafakari. Mungu anapokuongezea mwaka mwingine, basi kuna makusudi inabidi uyatimize. Kuna mambo inabidi yatimie kwenye maisha yako. Pata muda wa kuyaombea. Muda huu uwe ni muda wa tafakari kwako. Ukumbuke kule umetoka na kule ambako unaenda. Kuna watu walitamani kufikisha umri kama wa kwako, lakini wameshindwa. Kwa neema ya Mungu, Mungu amekupa neema ya kufikia umri huo. Hii ni daraja linalokupeleka kwenye hatua nyingine ya maisha. Muda huu, fungua kinywa chako. Mwambie Mungu asante kwa zawadi ya uhai. Asante kwa zawadi ya kutimiza na kuongeza mwaka mwingine. Hili jambo si kwa nguvu zako, ujanja wako, wala namna yoyote ambayo ungeweza kujipigania. Ni Mungu ndiye aliyekufikisha hapo. Tumia muda huu kwa kufanya tafakari na maombi. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu tu kwa kinywa chako. Mwambie Mungu asante. Asante kwa zawadi ya uhai. Asante kwa pumzi nyingine ulionipa. Asante kwa mabadiliko ya kalenda na mwaka kwenye maisha yangu. Asante kwa sababu umeniongezea nafasi nyingine. Nami naomba unipe nafasi ya kukutumikia, nafasi ya kutumika katika kusudi lako. Niondolee watu wabaya kwenye maisha yangu ambao wanakuja kuharibu lamani ya maisha yangu. Naomba uiweke wazi lamani ya maisha yangu ili nijue vituo vyote nitakavyovifikia ili kufikia hatima ya kusudi ulioniweka hapa duniani. Asante kwa ajili ya wazazi wangu. Asante kwa ajili ya ndugu zangu. Asante kwa ajili ya watu wote ambao walikuwepo kwenye maisha yangu ili kunifikisha mahali ambapo nimefika. Kuna wengine walikuja kwenye maisha yangu, walikuja kuniumiza. Na kushukuru kwa ajili ya hao, maana walinifanya nijue kwamba kuna watu wabaya na watu wazuri. Na kushukuru hata kwa ajili ya wale waliojitoa nguvu zao, muda wao, fedha zao ili kuyatimiza maono yangu. Mungu nisaidie, nipe moyo wa shukrani, nipe moyo wa subira, nipe moyo wa kukutumikia wewe. Nimekuja mbele zako Mungu kukushukuru. Asante kwa maisha mazuri. Asante kwa maisha mapya. Asante kwa kibali kipya. Ninaomba Mungu nisaidie. Asante kwa neema hii. Mimi nimekuja kwako kwa neno la shukrani. Nimekuja kwako kukushukuru. Maisha yangu ninayaweka mikononi mwako. Maisha yangu ninayaweka mbele zako. Naomba Mungu nisaidie. Siku zangu zikatimie. Siku ulizoniwekea hapa duniani kuishi zikatimie kwa jina la Yesu. Adui asiibe wala kula siku zangu katika jina la Yesu. Kila mwaka ulioniandikia kwenye maisha yangu ukatimie. Kila mwaka ulioandika kwenye maisha yangu ukatimie katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu uzitimize hesabu za siku zangu. Utimize hesabu za siku zangu. Ni ombi langu kutoka kwako. Naomba uniinulie watu wazuri. Naomba uniinulie watu wema katika jina la Yesu. Nami nasema asante kwa sababu Mungu umekuwa baraka kwangu. Umekuwa msaada wangu wa karibu. Nilipokuita uliniitikia. Ni wakati huu Bwana na kushukuru. Ni wakati huu nasema asante kwa neema, fadhili na baraka zako. Nikiwa kama mtumishi wa Mungu, ninaachilia maandiko matakatifu juu ya maisha yako, yakawe utabiri na yakawe neno la kinabii juu yako. Kitabu cha Hesabu sura 6, 24 hadi 26. Bwana akubariki. Bwana akulinde. Bwana akuangazie uso wake juu yako na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Naungana na Zaburi ya 20 mstari wa 4. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Kitabu cha waraka wa 3 wa Petro sura ya 1 mstari wa 2. Mpenzi, na kuomba ufanyikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanyikiwavyo. Zaburi ya 91 mstari wa 16. Kwa siku nyingi nitakushibisha, nami nitakuonyesha wokovu wangu. Na kuombea Mungu akushibishe siku nyingi, akuonyeshe wokovu wake, akutetee, akufadhili na akulinde. Kila adui anainuka juu yako kwa husda, chuki na fitna asifanyikiwe. Unalindwa kwa nguvu za Mungu. Mafuta ya kimungu yakawe juu yako. Nabariki mikono yako, nabariki hatua zako, nabariki maisha yako. Kuanzia leo ukaone maisha yako yakibadilika na ladha maisha yako ikaongezeke katika jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Niliomba pamoja nawe. Yarudie maombi haya, hasa kama ni siku yako ya kuzaliwa. Na kama ni siku ya kuzaliwa ya mtu muhimu kwenye maisha yako, basi mtumie
neno hili litakuwa ni faraja na kumtia nguvu. Mungu akubariki, akutende mema. Msaada zaidi wa kimaombi, ingia YouTube, andika Maombi ni Dawa. TikTok, Maombi ni Dawa. Barikiwe, uwe na wakati mzuri.